Michuano ya kombe la dunia jana, kuna mechi kadha ambazo zimechezwa. Argentina wameondoka na ushindi kwenye mchezo wa jana. Algeria nao pia wameondoka na ushindi kwenye mechi ya jana. France pia, lakini kwa upande wa Senegal mambo yalikuwa tofauti. Walipoteza kwa mabao 3-2 dhidi ya Norway. Na hivi sasa wanasubiri nafasi ya playoff kuangalia kama watapata nafasi ya kusonga mbele kwenye hatua ya 32 bora kwenye michuano hii ya kombe la dunia, kitu ambacho kimekuwa kinyume na matarajio mengi ya Waafrika, kwa sababu miongoni mwa mataifa ambayo yalikuwa yanatajwa kindakindaki kama mataifa ambayo yanaweza yakatuwakilisha vizuri ni Senegal pamoja na Morocco, lakini mpaka sasa hivi matumaini ni madogo mno kwa Senegal kupata nafasi hiyo kusonga mbele kwenye hatua inayofuata, na huenda mechi yao inayokuja dhidi ya Iraq ikawapa wao sababu ya kufanya hivyo kama watafunga zaidi ya magoli 4. Kabla tujaanza kwa kutazama mchezo wa jana, Ashraf, kuna sababu nyingi za nje ya uwanja zimekuwa zikizungumzwa juu ya Senegal, masuala ya kutokulipwa posho na masuala mengine ya aina hiyo, kwamba huenda ni sababu ambayo inawafanya wachezaji wa Senegal kutokuwa na morali ya aina hiyo, kiasi cha kwamba lolote litakalotokea wao wako tayari kama kamgomo fulani hivi. Hapana, mimi siungane na hizo rumors za nje ya uwanja, kwa sababu wachezaji wengi ambao wanacheza kwenye ile timu wako very professional, wanazingatia sana professionalism, lakini pia ni wachezaji ambao unajua timu ya taifa hakuna mshahara, kuna posho posho ambayo wao wanaipata. Wachezaji wengi ambao wanacheza kwenye ile timu wanacheza kwenye ligi bora huko barani Ulaya, wengine wanacheza Saudia pia kina Sadio Mane, au wana earn more. Wanachohitaji kwenye timu ya taifa ni ile respect. Simaanishi kwamba hawahitaji kupata hicho ambacho wanastahili kupata, lakini timu zetu nyingi za Afrika kumekuwa na changamoto kwenye ulipaji wa posho kwa wachezaji, kutokana na uhalisia wa uchumi tuliokuwa nao na viongozi ambao wapo kwenye hayo mashirikisho, pia namna ambavyo wamekuwa na kizungumkuti. Tushawahi kushuhudia AFCON wachezaji wa Nigeria pia, mnakumbuka hapo waligoma na nini, wanazungumza hivyo vitu vingine, lakini Wilfred Ndidi aliwahamasisha wachezaji kwenda kuipambania timu, you see. Kwa hiyo mimi nikiwaangalia kina Koulibaly, nikiwaangalia kina Pape Gueye, kina Idrissa Gana Gueye, nikiwaangalia kina Sadio Mane, akina Edo Mendy, yani kwa mfano kama ilivyokuwa kina Edo Mendy, Sadio Mane wanagoma, yani anagomaje kwenda kucheza kwa sababu ya posho ya national team? Ni shilingi ngapi yani ambayo inazidi mshahara ambao wanaopata kwa kama ni pesa kidogo? Ni I understand, lakini watafanya kutimiza majukumu yao huku wakiendelea kukumbusha viongozi. Hawezi kuunderperform uwanjani kwa sababu ya kutopewa posho. It is about nationalism, unaelewa? Yani watu wanapambania utaifa wao zaidi, unaelewa? Na unajua kuna sifa kubwa sana, wao wanapata reward kuliko hata hiyo pesa ambayo wanaipata. Hivi unawalipa shilingi ngapi wale watu kuipambania bendera ya Senegal? Do you think kwamba jasho ambalo wanalimwaga uwanjani ni sawa na kipato ambacho wanakipata kutoka kwenye national level? Ni uongo, unaelewa? Kwa mimi naamini tu kwamba wanakutana na opponent ambao, kwa mfano mechi ya mwanzo tuliona walicheza na mechi ya kwanza walifungwa, walicheza na Ufaransa. Uliona mechi ilivyokuwa ngumu? Mechi ilikuwa ngumu, magoli yalikuja kupatikana second half. Sasa mechi kama ile ukija kufanya analysis utaona kwamba wali underperform second half kwa sababu ya posho hawajapata. Si wamecheza mechi mbili mpaka sasa hivi? Mechi ya kwanza ni hiyo dhidi ya Ufaransa. Mechi ya pili walicheza nani vile? Ndio mechi ya pili wamecheza jana wamekaa. Unaelewa? Kwa hii ni World Cup, competition ni kubwa ukicompare na huko AFCON pengine. Kwa hiyo yani watu walikuwa halipo kwenye AFCON, sasa hivi wanalipo kwenye yani walipo kwenye AFCON, alafu kwenye tournament kubwa kama hii ambayo watu wanahitaji kutengeneza legacy silipwe. Kwa taarifa umeziona hujaziona? Maana unaniuliza tena kama nimeziona, lakini tumejadili ile hizo kwenye taarifa kwa sababu sio confirmed moja kwa moja. Kwa hiyo huamini kwamba hawajalipwa posho zao? Hujanielewa. Inawezekana kweli hawajalipwa posho, lakini haiwafanyi wao kwenda underperform uwanjani. Yani hichi matokeo, kwa sababu swali lako umeuliza kwamba kutokulipwa posho na pelekea wao pengine kupata haya matokeo wanayoyapata, si ndio? Ndio mimi nakujibu hivi. Kwa sababu ni sababu zinazotajwa kwamba
Huenda ni kwa sababu maslahi yao sasa hiyo kuna neno hilo huenda hilo ndo mimi hilo naenda nalo against hilo. Tuangalie na opponent pia ambao wanakutana nao. Wangekutana na Kulakao wakawa wanashinda, Jordan wakawa wanashinda pengine, lakini tuangalie Evans, wewe unaonaje? Inawezekana matokeo yanayopata ni kwa sababu pia kuna vitu wanataka kushinikiza na kuonyesha kwamba ni kweli hatupati maslahi yetu, na ndio maana kuna vitu tuwezi kufanya kwenye hiyo energy ambayo wenyewe mnaitaka, kwa sababu tumejua ni maisha ya Kiafrika kwenye timu nyingi sana za taifa. Ikifika issue ya malipo kidogo imekuwa mtihani. Ukiangalia AFCON na mboka AFCON iliyopita, Gambia walisusia hadi mazoezi kwa sababu hawajalipwa. Wanahitaji kupewa pesa zao ili vitu vingine viendelee. Mwisho siku wamepewa pesa zao, wamefanya mazoezi na timu imecheza. World Cup 2014 Cameroon pia Samuel Eto'o zilibidi aingie mfukoni kuweka sawa baadhi ya vitu kwa sababu watu walikuwa wamegoma. Yani shirikisho halina pesa, wachezaji sema si hatuwezi kwenda kucheza kama hakuna pesa. Kwa hiyo ukiangalia ni maisha ya Kiafrika ambayo watu wengi wameanza kutanguliza maslahi yao binafsi kuliko utaifa, na ndio maana Eto'o alizungumza kitu kimoja, sema shida kubwa sasa hivi inayoikuta Afrika, tuna wachezaji ambao hawajui shida za Afrika. Yani wao wamekuwa kwenye mataifa ya watu wengine, lakini kwa sababu ni wachezaji wakubwa, wakija huku kwetu wanademand vitu ambavyo kwenye mataifa wanavipata, huku kwetu kidogo inakuwa ni changamoto. Hiyo hali ya upambanaji kwa sababu ya taifa lako kidogo inakuwa haipo. Sehemu kubwa ya maisha yako umeishi kwenye taifa la watu, lakini walioishi kwenye mataifa ya huku kidogo kuna hiyo hali, wanajua maisha tunayopitia, na ndio maana kuna muda wanafanya vitu sio kwa sababu wanahitaji fedha, wanahitaji kuacha legacy kwenye mataifa yao. Kuna watu wanakumbuka sio kwa sababu walikuwa wanalipwa, wanakumbuka kwa sababu walifanya vitu ambavyo vina inspire watu wengine kuishi kwenye njia hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi inawezekana sio wachezaji wote wanaweza waka perform vibaya kwa sababu hawajalipwa. Kuna watu wanaamini kwamba mimi ninachokifanya nastahili pesa. Yaani mimi sipo hapa kwa ajili ya kumfurahisha mtu. Mimi nipo, hii ni kazi yangu, lazima nilipwe kwenye kile ninachokifanya. Na ndio maana unaona kuna muda matokeo yanakuwa sio rafiki. Kwa hiyo vinaweza kuwa ni stories ambazo zinaendelea, lakini tukiangalia upande wa pili, amezungumza Ashraf hapa, angalia pia na opponents ambao wanacheza nao. Yaani inawezekana kweli watu hawataki kuperform kwenye hiyo level, lakini kuna aina ya upinzani unaokutana nao wanakulazimisha wewe kuwa. I think pia tuliipa Senegal matumaini makubwa bila kuangalia aina ya opponent ambao wanaenda kuwa face. France, Norway. Inawezekana kwa France ukawa unaweka doubt, lakini kwa Norway unazungumza kwa taifa kama Iran, Iraq. Unaangalia unaona kabisa ni opponent ambao Senegal anaweza kucheza nao, kwa sababu aina wachezaji wanaopatikana Senegal ndio wachezaji hao wanaopatikana kwenye timu ya taifa kama Norway. Tutazungumza Erling Haaland anacheza Manchester City, wakina Ismail Assar anacheza hapo, Sadio Mane amecheza Liverpool. Anajua mazingira ya pressure yakoje, kwa sababu amecheza mechi ambazo ndo za maamuzi ya ubingwa, ni nini kinatakiwa kufanyika. Bwana mdogo mbaye cheza PSG, umeona pressure ambayo walikuwa nayo kwenye kipindi wanahitaji ubingwa Champions League. Kuna vitu unaanza kuvifeel ukiwa kwenye mazingira ya huko. Ukija huku inakuwa ni kazi rahisi sana kufanya vitu vionekane. Kwa kwangu mimi naamini mambo tu ndio yamekuwa yanaenda tofauti, na ndio maana unaona hizi stories za kwamba watu wanadai, ndio maana performance imekuwa sio ya kuridhisha. Unaweza kuona watu wana make sense, kwa sababu mimi naamini kubato na Norway inawezekana kwa national team ya Senegal. Kubato na Iraq inawezekana. France kidogo ndo changamoto, sio kwa Senegal tu, kwa taifa lolote lile duniani. Kubato na France ni changamoto. Niko kuongezea kidogo. Okay. Kombe la dunia linakuja kila baada ya miaka 4 na kwa timu za Afrika ni timu chache sana ambazo zina guarantee ya kuweza kucheza kombe la dunia. Mchezaji wewe mwenyewe nafasi ya kucheza kombe la dunia kila baada ya miaka 4 kwako inakuja mara chache. Kombe la dunia hili unaweza ukacheza na lofuata unaweza usicheze. Na kwa wachezaji kama timu taifa Senegal, hawana wachezaji, kuna blend ya wale ambao wana umri mkubwa ambao wengi wanacheza kwenye vilabu vikubwa. Kuna wale ambao wana umri wa kati ambao wanacheza labda kwenye vilabu barani Ulaya lakini madaraja ya kati. Kombe la dunia ni sehemu ambayo inakupa nafasi ya kukutoa labda Crystal Palace na kukupeleka Arsenal au Manchester City. Hawa ni wachezaji ambao wanalipwa fedha nyingi sana kwenye vilabu vyao. Na kuelekea kwenye kombe la dunia walikuwa wanafahamu kabisa kwamba hawajalipwa, ikiwepo kabisa kocha wao Pape Thiaw
yeye mwenyewe binafsi ilikuwa inafahamika kwamba hajalipwa, lakini ukiangalia jinsi maandalizi yao kuja kwenye kombe la dunia, waliweka maslahi pembeni wakiwa nafahamu kabisa hili swali litakuja litakaa vizuri. Tuweze kuona tunafanya nini kwenye kombe la dunia, kwa sababu Senegal wamekuwa wanaenda kwenye kombe la dunia, lakini kwa talent waliokuwa nayo hasa tukitoa 2022 mpaka leo, talent pool, kwa maana kwamba vipaji vya wachezaji ambao walikuwa 2022 na leo wana vipaji vikubwa sana, ambapo watu wengi wanaangalia kama mabingwa kiwanjani. Tunategemea hii timu iweze kuvuka hatua 32 bora, iende hata walau 16 bora. Tunaweza tukaipima hapa kwa hii talent iliyokuepo, wanaweza kama wamefanya kitu kikubwa. Kwa mimi nadhani ile notion ya kwamba matokeo ya kiwanjani yameathiri kutokana na mishahara, sidhani. Posho sidhani, kwa sababu timu za taifa ya kweli hazina posho, kwa sababu ya posho hazina mishahara, hazina posho. Kiswahili hiki tuko vizuri. Nadhani sio sahihi, kwa sababu hata ukiangalia performance yao dhidi ya Ufaransa, unajua Senegal wamekiwasha sana dhidi ya Ufaransa, wamekosa tu nafasi. Mechi imeisha 3-1. Hata siku ya leo ya jana kuamkia leo au iko saa 9, maana yake ni leo tena. Hiyo ni leo. Hata kuna mechi ya leo ukiangalia dhidi ya Norway wamekosa nafasi nyingi na wamefunga mabao mawili. Kwa nadhani ni mechi ambazo zikopo ni close up, game ambazo zikopo zina ukaribu, wanaweza kushinda, lakini changamoto kubwa ni madaraja. Wewe mshambuliaji wako ni Nicolas Jackson au Ismail Assar, mwenzako ana Erling Haaland. Wewe mshambuliaji wako ni Jackson au Ismail Assar, mwenzako ana Kylian Mbappe. Kuna kiungo chako una wachezaji ambao sio wabunifu sana. Mwenzako anaweza akamtoa Dembele akamsogeza Olise. Kwa mwisho wa siku ni madaraja tu ambao wamekutana nao. Iwapo wasingekuwa kwenye hili kundi, labda wangekuwa kwenye kundi, labda tufanye makundi mengine ambao walina timu kama Ufaransa au Norway, wangeweza kuvuka kwenye hatua inayofuata. Okay, sawa. Tuje kwenye mchezo wenyewe sasa. Kavion, unadhani eneo gani ambalo lilikuwa kikwazo kwa Senegal kupata matokeo kwenye mechi ya jana? Wamedominate mpira kwa asilimia kubwa ukilinganisha na Norway, wametengeneza nafasi nyingi, wamepiga mashuti 16, mashuti 4 yaliolenga lango. Sehemu gani ambayo Senegal kwa upande wako umeona wamekwama kwenye mchezo wa jana? Yani cha kwanza Senegal concentration, kwa sababu bao la kwanza ambao wamefungwa ni kosa ambao amefanya Koulibaly. Kwa beki ambaye mwenye uzoefu wa namna ile, pasi kama ile uwezi ukamrudishia mpinzani alafu mwisho siku anafunga bao. Kwa kosa la kwanza lilikuwa ni umakini wa safu ya ulinzi, ambapo kosa lile tena lilijirudia kwenye kuna moja header ambayo Erling Haaland alipiga ukagonga mwamba. Lakini kwenye upande wa mbinu, tunasema hauwezi ukazuia kwenye rest defense. Kwa faida ya msikilizaji, timu ikiwa inashambulia juu kwenye nusu ya mpinzani, hauwezi ukawa unazuia na mabeki watatu, yani center backs wawili ndo wanasimama iwapo timu ikipigwa counter attack waweze kuzuia, alafu mmoja wa hao wachezaji ni Idris Gana Gueye. Huyu ni mchezaji ambaye ana umri wa takriban miaka 36. Ina maana kuna counter attack yoyote ambayo kuna Erling Haaland, una wachezaji kama Erling Haaland, una Odegaard, una Ernst, una Beige, au wote ni vijana wa Norway ambao wana kasi sana. Hata ukiangalia aina mabao ambayo yamefungwa ni kule namna hiyo kwenye counter attacks. Leo ni mechi ambayo Senegal imewagharimu sana kutokana na kukosa huo ufanisi kwenye upande wa rest defense ambao nimeielezea. Na hii ni kitu ambacho kimekuwa kinawagharimu hata kwenye mechi dhidi ya Ufaransa. Nadhani goli la 3 ilitokana na mtindo huo wa ushambuliaji. Wana wachezaji wengi sana ambao ni wazuri kwenye kushambulia, na ndio maana unakuta wakiwa wanashambulia na takriban wachezaji 7. Lakini sasa wakiwa wanazuia hii mipira ya counter attacks, Senegal ndio imekuwa changamoto kubwa. Kwa sababu gani? Cha kwanza, hawana wachezaji ambao wana legs. Nikisema legs namaanisha wana kasi kwenye maeneo ya kati. Maana hapa namzungumzia Idris Gana Gueye, namzungumzia Niakite pamoja na Kalidou Koulibaly, ambao hawa ndio wanakuwa wanasimama kwenye eneo la kati la ulinzi iwapo mashambulizi ya kushtukiza yanajitokeza. Lakini kitu kingine ni Senegal, kama mechi ya Ufaransa, hii ni mechi ambayo wataenda kulala siku ya leo wakiangalia na kusema kwamba hatukutumia nafasi zetu ipasavyo. Changamoto zinarudi pale kwa kijana wetu Nicolas Jackson. Jackson na nyavu imekuwa ni changamoto kubwa sana kwenye mechi za kombe la dunia, hata kwenye mechi iliyopita ya Ufaransa. Ndio hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa. Ismail Assar
leo ameweza kutumia zile nafasi zake. Amefunga magoli katika mazingira magumu sana na ameweza kusahihisha makosa yake. Kwa hiyo daraja ambalo alikutana nalo na makosa ambayo Senegal wamewafanya ilikuwa sio kufanya kwenye mechi ya leo dhidi ya Senegal, dhidi ya Norway ambayo inaongozwa na mtu kama Erling Haaland na njaa. Eneo la kati kipindi wanapoteza mipira, Odegaard yuko pana enjoy sana. Hamna mtu ambaye anajisikia raha kucheza kwenye space mtu kama kama Odegaard, kwa sababu hata kuna zile nafasi ambao Norway walizikosa ndio katika hii haina hiyo ya uzuiaji ambao Senegal walikuwa wanatumia na almanusura waweze waweze kuadhibiwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo hawajatolewa bado, wanahitaji kushinda walau mabao 4 dhidi ya Iraq, na kuna mechi za mwisho kama hizi timu kama Iraq ambao tayari ishaondolewa wanakuaga na kasumba moja kwamba sisi tunataka tumnganganie tu mtu wetu tuondoke naye. Yani hiyo ndo kasumba ya timu kama Iraq wakiwa wanatoka kwenye mashindano ya kombe la dunia. Kwa nini? Wamepoteza mechi moja, lakini walau wanataka wawape mashabiki wao kitu cha kuweza kujivunia, kitu cha kuweza kuzungumzia, na kitu chenyewe ni alama moja Sara. Okay. Sawa. Evans, kwa upande wako unadhani kuna namna ambavyo coach wa Senegal Pape Thiaw anakosa ubunifu kwenye eneo la ulinzi? Kwa sababu ukiangalia kama mechi ya jana, Yesu ameruhusu mabao 2 lakini baadaye wakabahatika kupata bao moja. Ulichokuwa wanakihitaji ni tafuta nafasi ya kufunga walau bao lingine na kulinda kile ambacho wako nacho, lakini baadaye dakika 7 tu baada ya kupata bao kupitia kwa Asari wakaja wakaruhusu goli lingine na baadaye wakaruhusu wakapoteza baada ya dakika 90 kutamatika. Kuna namna anakosa ubunifu kwenye eneo la ulinzi. Inawezekana kila kitu unakifanya sawa, lakini wachezaji wako wanaweza kutekeleza kile ambacho wewe unakiwaza. Unajua mimi nazungumzaga kila siku. Unajua mpira kuna muda unakupeleka kwenye direction ambayo wewe unataki. Yaani kinachotokea kiwanjani kuna muda inaweza ikawa sio tena maelekezo ya mwalimu, ni wewe mchezaji unaona nini na nini unatakiwa kufanya. Kosa alilofanya Koulibaly sidhani kama ni maelekezo ya mwalimu. Lakini yeye tayari anaona kwenye hii situation niliyopo naweza kupiga pasi pale na kuna mtu, lakini amepiga pasi imeishia njiani, watu wameintercept, watu wanaenda kufunga. Lakini sidhani kama ni maelekezo ya mwalimu na anamwambia Koulibaly pasi utapiga hapa na upige pasi fupi watu wachukue. Useme sidhani hamna maelekezo ya namna hiyo kwa mwalimu. Inawezekana kama mwalimu wako naye anashiriki kwenye kuuza mechi. Inawezekana. Yaani unajua hivi vitu havitokei bahati mbaya. Kama mwalimu wako anashiriki kuuza mechi, atakwambia weka pale tu tuondoke. Koulibaly ashatoka huko. kaka. Ndio unasema, yani ni moja kati ya matukio ambayo hakuna mwalimu anatamani kuona timu yake inafanya makosa, lakini mchezo pia ndio unapeleka kwenye hiyo hali. Okay. Goli ambalo umefunga jana ni France. Goalkeeper ameanza mpira, pasi ya kwanza imepigwa watu wamechukua. Anapewa Mbappe anafunga. Kwa ni vitu ambavyo vinatokea kwenye mpira na ni makosa ya mchezo, lakini namna gani mnaweza ku-overcome hiyo situation? Hapa ndo changamoto inapoanzia. Wametoka kufunga goli, hawajakaa sawa, wanafungwa goli la 3. Ni kwa sababu unajua ukitoka kufunga kuna hiyo hali ya kuamini kwamba kumbe naweza kupush na nikapata goli lingine. Ndio muda ambao unajikuta unaenda kufanya mistake, kwa sababu akili yako inaanza kuwaza namna ya kwenda kutafuta goli la kusawazisha. Akili ya kudefend kidogo inaanza kupungua, mwisho siku na concede goli kwenye mazingira kama yale, wamekufa chuma 3. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ni issue sasa ya wachezaji wao wenyewe kuamua kwamba kuna baadhi ya vitu hatutakiwi kufanya, kuna baadhi ya vitu tunatakiwa kufanya, kwa sababu hatuwezi kuishi kwenye maelekezo ya mwalimu dakika zote 90. Kuna muda ni sisi wenyewe ni nini tunakiona uwanjani na nini tunaweza kufanya. Ashraf, unaona kuna nafasi ya Senegal kufunga zaidi ya mabao 4 kwenye mchezo wao unaofuata ili walau dhidi ya Iraq? Possibility ipo ya chuma 4. Hapana. Kufunga goli 4. Mimi si mechi bado haijachezwa. Mimi nasema ndo tunazungumza kwenye hichi ambacho kipo mpaka sasa hivi. Goli 4 kwangu mimi bila au kuruhusu. Hapana. Yes, mimi naamini inawezekana. Ila si waliwafunga Iraq 4. Yeah. Nisikilizeni basi. Nijenge hoja yangu. Katika opponent ambao amekutana nao, inawezekana ikawa Iran ndio opponent ambaye anaweza kumudu. Yeah. Technical, ndio. Kama unaweza kutengeneza nafasi nyingi zaidi ya France, ukatengeneza nafasi zaidi ya Norway, possibility ya kutengeneza nafasi zaidi ya Iraq pia ipo. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni do or die kwa upande wao pia.
wana wachezaji ambao wanaweza wakiweka umakini zaidi wa kupata magoli ipo. Unajua goli 4 sio nyingi sana kama mna uwezo kwenda kufika kwenye lango la mtu. Sawa? Na mimi am not sure kuamini kwamba Iran wana hiyo possibility kubwa ya kwenda kupishana na Senegal. Kama kweli kocha alikaa kaiangalia mechi ya Ufaransa dhidi ya Senegal, akaiangalia tena dhidi ya hao waliotoka na Norway, maana kwamba ni timu ambayo ina wachezaji ambao wanaweza wakakufunga at any time. Lakini shida ni execution tunasema. Umaliziaji ndo unawakosti. Kwenye hizo game zote ambazo wamecheza, tunalia na Jackson. Kwa sababu kuna nafasi ziko zinatengenezwa. Huenda Senegal mpaka leo wangekuwa washafunga magoli mengi sana jamani. Kwa sababu timu inafika. Turudi kwenye ile game dhidi ya Norway, dhidi ya Ufaransa. Kipindi cha kwanza wale jamaa walikuwa wanapata goli. Kwa sababu comeback au litano waliokuja nayo Ufaransa second half ilikuwa ni fantastic kweli kweli, wakashinda kubatu nayo. Lakini ukiangalia kwa dakika 45 za kwanza zile, Senegal ilikuwa na possibility kubwa ya kupata goli. Ukikompea na Ufaransa ambao wamemaliza kipindi cha kwanza hawakuwa na on target hata moja. Hasa timu inacheza nao watu ambao hiyo ni favorite wa kwenda kuchukua ili kombe, na akacheza finali iliyopita, nyuma yake alibeba ubingwa na ana quality ya kutosha. Maana yake una timu nzuri. Sasa nikasema Iran anaweza kufunga hata hizo zaidi ya goli 4. Lakini umakini wa wachezaji kwenye kuzitumia zile nafasi ambazo watazitengeneza utakuwepo hapo. Shida kubwa Senegal sio kutengeneza nafasi. Jackson. Hawa kina Ismail hao wanaweza kuscore guys. Mane wote. Mane, Sadio Mane si. Hawa kina huyu bwana mdogo Pape. Kwa hiyo Nicolas Jackson ndo ambaye anaiangusha Senegal. Moja kati ya changamoto kubwa ni huyu jamaa. Na sio tu akiwa hapo. Bayern Chelsea. Tena usitaje Chelsea. Huko ndo aliharibu kabisa. Bora hata huko sasa hivi huko sio tegemeo kabisa kwa Bayern. Unaelewa? Jamaa sasa pamoja na kuharibu kwake, kwa nini mwalimu anaendelea kumwanzisha? Kwa sababu gani unajua? Hivyo unajua Jackson anakosa kwa sababu anafika kwenye maeneo. Yaani moja kati ya faida kwa Jackson, anajua kufanya right movement. Huwezi kukosa kwa unajificha ficha nyuma huku. Anakosa kwa sababu anakuwepo kwenye eneo husika ambalo mshambuliaji anatakiwa kufika. Dejan mweusi umemkumbuka Dejan. Kwa ni shida yani sala la kumpiga makofi kumwambia wewe ukifika hapa unatakiwa huu mpira uchague wapi kwa kuupeleka. Kwa hiyo mimi naamini Iran wanaweza kufunga hizo goli. Trust me, leo nazungumza hapa. Kama execution yao ikiwa nzuri na wanaamini kwamba hii ni mechi yetu ya mwisho wa maamuzi. Kwa hiyo kwenye hiyo mechi wasimwanzishe Nicolas Jackson. No, anaweza kaanza na akafunga. Sio sema kwamba anaweza kaanza na akafunga. Finisho makini tu. Unaelewa? Okay. Kwa hiyo mimi naamini possibility wao kwenda, siwezi kuwatoa mapema kati quality wako nayo na wanaenda kucheza na wangekuwa wanaenda kucheza na Ufaransa. Ningekwambia hizo goli 4 hawezi kufunga, lakini Iran wanaweza kwenda kuwafunga. Okay, sawa. Tutazame mchezo mwingine ambao umechezwa siku ya jana. France pia walishinda mabao 3-0 dhidi ya Iraq. Lakini pia pamoja na mchezo huo Argentina nao pia walipata matokeo ya ushindi. Lionel Messi akirudi kambani mara 2, ana jumla ya mabao 5 hivi sasa. Huyu ndo mfungaji bora wa michuano Evans. Michuano gani? Ya kombe la dunia, kwani hapo tunazungumzia michuano gani? Michuano haijaisha, mfungaji bora katoka wapi? Afu nyinyi timu Messi, unajua nyinyi mnatengeneza mazingira. Mimi sio timu Messi, mimi timu Ronaldo. Sasa wewe mechi tu round ya pili watu wanacheza mechi ya pili mchana. Ana magoli mangapi? 5. Haaland ana mangapi? 4. Mbappe ana mangapi? 4. Si tayari ndo anaongoza mpaka sasa hivi. Sema anaongoza. Ukisema mfungaji bora maana yake tayari hiyo tournament. Mimi nataka utabiri wa Evans. Hii unajua imekaa mitego sana. World Cup iliyopita alimaliza top scorer, alimaliza na goli ngapi? 8. Kylian Mbappe. Tunazungumza Messi kwenye mechi 2 tayari ana magoli 5. Mechi ya mwisho ni dhidi ya Jordan. Hapa ndo kuna wasiwasi wangu. Hapo anaweza akarudi akafunga tena hat-trick. Inawezekana isiwe hat-trick, akafunga goli 2. Tunazungumza kwenye hatua ya makundi, anakaribia kufikia rekodi ya mtu aliyecheza mpaka finali. Hapo hujacheza 32 bora, hujacheza 16 kama timu itafanikiwa, hujacheza sijui nusu finali huko kama timu itafanikiwa kufika kote huko. Kuna uwezekano mkubwa wa mashindano ya msimu huu yakatoa top scorer kuanzia magoli 10. Kwa sababu wafungaji ni wengi. Mbappe, Messi, Haaland. Ronaldo bado hajafunga. Wanasema usimkatie tamaa mtu anayepumua. Usiku wa leo hiyo. Yes. Hapo tunazungumza kuna Harry Kane bado yuko kwenye timu. Kwa hiyo wafungaji wamekuwa wengi sana. Ukijichanganya tu utakuta watu wa kwenye vuni. Kwa hiyo naamini yoyote anaweza kuwa top scorer kati ya hao watu.
Umeka kuongezea kidogo. Okay. Mashindano haya yametupa ile radha ya wachezaji ambao wote tulikuwa tunatarajia kwamba watafunga na wote wamefunga. Leo Messi, Haaland, Kylian Mbappe, Lamine Yamal juzi amefunga na mwingine ni Harry Kane. Ili ni shindano inawezekana ambalo elite players wote wakubwa wakafunga mabao mengi zaidi, na Evans amegusia kwa sababu mechi zimeongezeka. Zamani wanatoka hapa wanaenda round of 16, sasa hivi wanaenda round of 32. Hujui hatua ya 32 bora unakutana na nani. Inawezekana hawa wafungaji wote wakakutana na timu dhaifu ambazo wanaweza wakapiga mabao mengi. Kwa hiyo kikubwa watu wanaangalia rekodi zao tu, na hapa ni Kylian Mbappe pamoja na Messi. Hawa ni watu ambao wanafukuzia ile rekodi ya mfungaji bora wa kombe la dunia wa muda wote, na mtu ambaye yupo kwenye nafasi nzuri zaidi inawezekana ni Kylian Mbappe, kwa sababu hii ni kombe lake la dunia la 3 na ana makombe mengine ya dunia inawezekana 2-3 mbele. Messi hii ndo anamalizia. Kwa hiyo mtu ambaye ana uwezo wa kuja kuvunja rekodi ya Lionel Messi kama mfungaji bora wa kombe la dunia wa muda wote ni Kylian Mbappe kwa miaka ya mbeleni zaidi. Niliona andiko la Evans Evodius kabla hata tournament haijaanza hiyo. Alihoji nani ataenda kuivunja ile rekodi. Na aliwataja kina Messi, aliwataja kina Mbappe, aliweka idadi ya magoli pale. Nasema kijana wangu siku hizi amekuwa mtu wa detail sana kwenye mwandishi wake. Unajua mimi ni mmoja kati ya watu ambao ukiacha hip hop ndugu yangu, una vitu vingi sana. Aliandika andiko nikasema okay. Na sasa hivi na jana nimeona karudi tena jana. Hip hop ikipungua hip hop. Sasa kuacha misingi. Sawa, Ureno pia leo watacheza na Uzbekistan majira ya saa 2 kamili za usiku. Ashraf, mashabiki wengi wa Ronaldo, sijui kama na wewe ni miongoni mwa wao, lakini mimi sio miongoni mwao, wanaamini kwamba Ronaldo ananyimwa pasi. Sasa kama ananyimwa tusiseme. Ananyimwa, unaona mimi kwamba ananyimwa. Sasa kama Niambie pasi ipi amenyimwa kwenye mechi iliyopita. Au useme pasi ipi? Yani unachotaka kusema hapo ni nini unajua? Kwamba huyu anakunyima hela wakati hiyo hela haijatoa mfukoni. Sisi tunajua huyo mtu hela nazo. Unanielewa? Ukiniuliza hela vipi tunajua. Ninachozungumza wale wachezaji wana ability ya kuweza kupiga pasi kwa mchezaji. Hawapigi, wanatafuta option nyingine. Kwa hiyo ukiniambia kutafutie pasi ipi alitakiwa kupewa yeye na alipewa mtu mwingine. Hapo sasa utakuwa mtihani. Inabidi tunazungumza vision ya wachezaji wakiwa uwanjani kuona kwamba nikwambia kitu. Wale sio wachezaji wa ligi daraja championship wala kina Joao Neves wala kina Bruno Fernandes. Wale wana uwezo mkubwa wa kuscan. Wanajua wapi nipeleke mali. Unaelewa? Wanajua wapi tufanye movement. It is like hawamtaki huyu jamaa, lakini hawataki kuonyesha. Mimi napenda mentality. Kwa hiyo Ashraf, mimi nisaidie. Nitajie pasi 5 ambazo unaona kabisa Ronaldo alikuwa au 3 au 2. Ronaldo alikuwa kwenye position nzuri. Sasa ngoja. Akanyimwa mpira. Okay, sawa, ombe TX atuwekee mechi hapa. Ile mechi ya mwanzo wewe uliangalia mechi? Hapa nakumbuka kila tukio. Kwa hiyo hata tukio moja ukumbuki ambalo Ronaldo alikuwa kwenye position nzuri na kulikuwa na possibility ya kumpa mpira, akanyimwa mpira. Sara, nisikilize. Sawa. Mpira ulivyo uko hivi, mimi si ndo na mpira. Mimi ndo naona wapi naweza nikapeleka mahali, si ndio? Kuna wakati unaona kabisa kwamba yule mchezaji aliyoko pale mpe ashindwe yeye. How many times Ronaldo alikuwa ananyosha mikono anaomba pasi, lakini watu wanaopti kupeleka sehemu nyingine. Ninachojaribu kusema ni kwamba wale viungo wale wa Portugal wana uwezo wa kufanya zaidi ya kile wanachokifanya, kwa sababu huo uwezo wako nao. Sijui unanielewa? Lakini I don't know, nilitaka nikutolee mfano. Na umeona namna ambavyo wachezaji wa Argentina wako wanacheza as a team. Sijui unanielewa? Yani kwanza wanakubali wao kwamba greatest of all time ni Lionel Messi. Wanafahamu kwamba hawezi kuwa na track back, yani hawezi kuwa na zile movement kama vijana walivyokuwa nao kutokana na age yake. Tunatakiwa kufanya nini? Tumprotect huyo mtu. Huyo mtu ni hatari ukimpa mpira mguuni. Mpeni mpira, atatempt, atakosa penalty. Yani si mpaka ili jambo litimie. Lakini huku hawa vijana kila mtu sasa hivi anataka kuwa shujaa kwenye kombe la dunia. Sijui unanielewa? Sisemi kwamba kila mpira unatakiwa uende kwa Ronaldo, lakini tunamlaumu Ronaldo kwamba hafungi. Alipewa pasi ngapi ambazo alitakiwa kufunga na hakufunga? Ila pia umenikumbusha jana walinzi wa Austria walitukosea sana kwenye goli la kwanza. Walitukosea mno. Au kumfanyia miss marking vizuri. Ndio nakuuliza sasa. Wewe ulikuwa unaniuliza mimi kwamba pasi za Ronaldo ngapi alitakiwa kupewa na hakupewa? Niambie yeye alipewa mipira mingi, kwa sababu watu mna demand afunge nyinyi.
Na jana niliandika kwamba ukitaka kujua kwamba huyu mtu ana aura ya ajabu, kuna watu wamefunga hat-trick, kuna watu wanafunga blessed na magoli mawili, lakini top of the town duniani sasa hivi anazungumziwa Ronaldo ambaye hajafunga hata goli. Mimi nitaongezea hapo kidogo. Nadhani leo dunia nzima inamngoja Cristiano Ronaldo, ikiwepo mimi mwenyewe. Ushindani unakuwaga haunogi sana ukiwa upande mmoja peke yake. Ile ya Messi Ronaldo inanoga Ronaldo naye akiwa anafunga. Nadhani internet itakuwa yani leo itabust. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya Ronaldo na Messi. Messi walao anashuka chini. Messi walao anacheza maeneo mengi sana akiwa nje. Messi ukiangalia mabao yake jinsi anavyofunga, unaweza ukamwona jinsi anavyotoka mbali na ile move mpaka anapoenda kufunga. Ronaldo, mimi kuna andiko langu moja nilisema kwamba anapaswa kuendelea kucheza. Tutaelezea siku nyingine kwa nini. Yani kuwa anaanza, lazima anapaswa kuwa anaanza. Mimi nakubaliana na wewe. Lakini yeye mwenyewe sasa kuna baadhi ya vitu inabidi aanze kuadapt kama mchezaji. Ukiwa unafahamu kabisa una umri wa miaka 41, hauwezi ukakimbia maeneo mengi sana ya kiwanja. Lakini tunasema kwamba kuna nyakati lazima pia usisome movement. Unajua movement zake kidogo zimekuwa zinamuangusha kwenye hizi mechi ambazo amekuwa anacheza. Hasa kuna mechi ya DR Congo. Wenzake wachezaji wanajitahidi sana kumtafuta, wakina Cancelo, wakina Bruno Fernandes wanajaribu sana kumtafuta. Lakini ambao maeneo ambao Ronaldo anasimama, anajikuta labda kuna wachezaji wawili watatu na mark. Nadhani akibadilisha positioning yake kwenye mechi ya leo dhidi ya Uzbekistan, ambao mimi binafsi naamini Cristiano Ronaldo anaenda kufunga kama sio goli moja walau mawili, akiweza kubadilisha tu tunasema positioning yake kiwanjani, nadhani leo debate itakuwa tofauti sana. Watu wanasema kwamba Ronaldo amekwisha, sawa, umri wa miaka 41, lakini narratives siku zote zinabadilika. Akishafunga tu bao tunaanza kuimba nyimbo tofauti. Kwa mimi nadhani leo ni siku ya Ronaldo kuweza kusahisha mabao na kufunga. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.